Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu niweze kuwapakulia habari kuhusiana na mambo yasiyojulikana sana kuhusu Gloria Nyaboke Mora, ama ukipenda Jemima wa Ayana, mwigizaji ambaye anafanya vyema sana pale kwenye telenovela ya Ayana Citizen TV. Na basi iwapo ni marako ya kwanza kujiunga nasi kwenye account hii ya Director Dasi, basi tunakuomba tu kwa moyo mkunjufu uweze kubonyeza kidude cha subscription button na kisha uring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia habari sawia na hizi na kama hizi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Jambo la kwanza ambalo watu wengi hawalifahamu sana kuhusiana na mwigizaji huyu ni kwamba ni mwigizaji aliyejijengea kipaji bila shule rasmi ya uigizaji. Watu wengi hudhani kuwa Nyaboke alipitia shule au chuo cha uigizaji, lakini ukweli ni kwamba alijifunza kwa vitendo na kujituma mwenyewe. Kipaji chake kilianza kuonekana akiwa shule ya msingi alipogunduliwa na mwalimu wake aliyekuwa akisimamia drama katika shule hiyo ya msingi. Baadaye alipoingia kwenye tasnia ya runinga alianza kama extra, mwigizaji wa nyuma na ambaye hakuwa anaonekana sana pale kwenye uigizaji, hakuwa anaonekana pale sana kwenye jukwaa, lakini angepata tu nafasi iwapo waigizaji wengine labda wangefeli kuweza kujitokeza. Na kwenye kipindi cha Taidi High ndiposa pia aliweza kufanya kazi hiyo kama extra, na hapo ndipo alianza kubobea na kuzidi kukuza kipaji chake. Bahati yake iliweza kubadilika baada tu ya kujitolea kuchukua nafasi ya mwigizaji aliyekosa kufika kazini, jambo lililomfanya aonekane na wazalishaji na kupewa nafasi kubwa zaidi. Ujasiri huo ndio uliomfungulia milango ya umaarufu. Jambo la pili ambalo watu wengi sana hawalijui kuhusiana na Gloria Nyaboke Mora ni kwamba alikuwa mshindi mkubwa wa mashindano ya drama tangu shule ya upili. Akiwa mwanafunzi wa Twiga Girls High School, Nyaboke alikuwa mwanachama hai wa kilabu ya drama. Na katika kipindi hicho, alishiriki mashindano ya drama ya kitaifa na akashinda takriban tuzo 16 pamoja na shule yake. Hili linaonyesha kuwa alikuwa na kipaji cha hali ya juu tangu akiwa mdogo, na si bahati tu iliyomfikisha kwenye runinga kama wengi wanavyodhania. Jambo la tatu ambalo wengi hawajaweza kulifahamu sana kuhusiana na Gloria Nyaboke Mora ni kwamba ameigiza katika vipindi vingi sana maarufu kabla ya kuweza kuigiza kwenye kipindi cha Ayana. Na ingawa wengi wanamjua kama Jemima wa Ayana, Nyaboke ameigiza katika vipindi vingi sana vya Kenya kabla ya hapo, na baadhi ya vipindi hivyo ni pamoja na Taidi High pamoja na Makutano Junction, Wingu la Moto, Love 101, Justorina, Mchungaji pamoja na Volume, kipindi kilichoonekana hadi kwenye Netflix. Watu wengi humtazama leo bila kujua kuwa ana uzoefu wa miaka mingi sana kwenye tasnia ya uigizaji. Jambo la nne ambalo ningependa kuzungumzia ambalo watu wengi sana hawajaweza kulifahamu kuhusiana na mwigizaji huyu ni kwamba amevumilia maumivu makubwa sana katika maisha yake binafsi. Nyuma ya tabasamu na ucheshi wake, Nyaboke ameweza kupitia majaribu mazito sana. Mwaka wa 2024 alipoteza mtoto wake wa kwanza, tukio lililomvunja moyo sana. Na katika kipindi hicho alifiwa na babake. Licha ya huzuni hiyo kubwa, aliendelea kufanya kazi na kuonekana hadharani, jambo linalomfanya wengi wamwone kama mfano wa uvumilivu na nguvu ya mwanamke. Na jambo la tano ambalo ningependa kuzungumzia ambalo watu hawajaweza kulifahamu sana kuhusiana na Gloria ni kwamba ni mama wa watoto 4 na amepitia changamoto za mahusiano. Nyaboke ni mama wa watoto 4.
Amepitia mahusiano mawili makubwa yaliyovunjika, ikiwemo ndoa aliyofunga akiwa bado mchanga baada ya kumaliza shule. Amekuwa wazi kuhusu ugumu wa kulea watoto peke yake na mara nyingi hutumia uzoefu wake kuwahimiza wanawake kujitegemea na kuwa imara licha ya changamoto za maisha. Na pia jambo la sita ambalo watu wengi sana hawajalifahamu ni kwamba aliwahi kujikuta kwenye kesi ya mahakamani. Mwaka wa 2023, Nyaboke alikumbwa na tukio ambalo halizungumzwi sana siku hizi, ambapo mbwa wake alimng'ata mtoto wa jirani. Tukio hilo lilimfanya afikishwe mahakamani na likawa gumzo kubwa kwenye vyombo vya habari kwa muda mfupi. Jambo la 7. Ana mzio ama ukipenda allergy mkali wa asali. Kwa mshangao wa wengi, Nyaboke aliwahi kufichua kuwa ana allergy kali sana ya asali kiasi kwamba inaweza kumletea madhara makubwa kiafya, na hili jambo ni nadra sana na ambalo mashabiki wengi hawakulijua, na mpaka wa sasa wengi bado hawajaweza kulijua. Na jambo la 8 ambalo watu wengi sana hawalijui kuhusu mwigizaji wetu ambaye ni Gloria Nyaboke ni kwamba ni mtu anayesema ukweli bila kuogopa maoni ya watu. Nyaboke anajulikana kwa kusema ukweli waziwazi. Hata kama hauwafurahishi baadhi ya watu, amekuwa akikabiliana na uvumi, kejeli na maneno ya watu kwa ujasiri, ucheshi na msimamo. Jambo hili linaweza kumfanya aonekane kama mtu halisi asiyejifanya. Na kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo watu wengi sana hawajaweza kuyajua kuhusiana na mwigizaji wetu ambaye ni Gloria Nyaboke Mora. Wengi tumekuwa tukimwona Gloria Nyaboke Mora akiweza tu kuigiza pale kwenye vyombo vya habari, akiweza kuigiza tu pale kwenye vipindi kadha wa kadha, vipindi tofauti tofauti kama vile ambavyo nimeweza kukutajia, kuanzia kule akiwa Tide High mpaka sasa kwenye kipindi cha Ayana, lakini watu wengi hawajaweza kujua mambo ambayo huweza kufanyika behind the scenes, mambo ambayo huweza kufanyika kando kule pamoja na uigizaji. Na ni jambo ambalo limenifanya niweze kutafuta habari hizi ili niweze kuwaletea muweze kujua mambo mengi sana kuhusiana na mwigizaji wetu ambaye ni Gloria Nyaboke Mora. Na kwa hivyo kabla sijaweza kuondoka, ningependa kukuomba kwa moyo mkunjufu uhakikishe kwamba tu unaweza kubonyeza kidude cha subscription button na kisha uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia habari kama hizi, ili ndiposa napoachilia habari kuhusiana na wahusika na vipindi tofauti tofauti, basi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata habari zenyewe. Na pia nimeweza kufanya habari kuhusiana na biography ya waigizaji wa Ayana, wakiwemo pamoja na Dr. Tyron, kukiwemo Asha, kukiwemo pia Jemima, kukiwemo pia wahusika wengine kama kina Perpetual na wengine wao. Na kwa hivyo ningependa tu kuondoka hapa nikikuacha na msemo usemao, usitarajie kivuli kilichonyooka kwenye mti uliojipinda. Nafahamika kama Director Dasi na nimetoka.